kwamba ni meneja. Sasa maswali mengi yamekuwa ni kwamba inakuwaje meneja, watu wanajua ni kocha mkuu, kwa nini meneja? Mfumo umebadilika, ama ni kwa sababu hana vigezo vya kuwa meneja, ama sifa zile za kuwa meneja wa Simba? Hayo ndo ambayo yanazungumzwa zaidi. Na je, akiwa meneja atakuwa chini ya Matola? Suleiman Matola ndo atakuwa kocha mkuu wa timu, maana yake Pantev atakuwa chini ya Matola akiwa pale kwenye bench. Na akiwa meneja, je, atakuwa anafundisha pale kwenye bench? Atakuwa anasimama, kwa sababu kocha muda wote unamwona anasimama, anatoa maelekezo. Kwa hiyo huyo meneja atakuwa meneja wa hivyo, kutoa maelekezo, wa kusimama. Inakuwaje hiyo meneja mara kocha? Kidogo inakuwa inachanganya. Lakini kupitia kwa meneja wa habari wa idara ya habari ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ameeleza hapa kile ambacho wao kama Simba wanakitazama kwa kocha huyu mpya ambaye umempa kazi, na kazi ambayo umempa ni ya umeneja. Tena umeneja wenyewe ni umeneja mkuu. Maana kutakuwa na mameneja wengine chini yake, lakini atakuwa ni meneja mkuu wa klabu ya Simba. Ahmed Ali anatueleza zaidi. Tunao furaha kubwa kumtambulisha Dimitar Pantev kuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, ambaye jukumu lake la msingi litakuwa ni kusimamia ustawi wa timu yetu, hasa kwenye eneo la kikosi, eneo la wachezaji, eneo la bench la ufundi na maendeleo ya kiufundi kwa ujumla katika timu yetu ya Simba Sports Club. Kimsingi ni kwamba tumefanya mabadiliko kwenye utendaji kazi wetu, kwa maana ya job description sanjari na majukumu yake. Tumemwongezea majukumu mwalimu wetu Pantev kutoka kuwa kocha kwenda kuwa meneja, lakini kusimamia technical staff wenzake wote, kwa maana ya kusimamia kit manager, kumsimamia team manager, kumsimamia food manager, kuwasimamia watu wote wa masuala ya kiutabibu. Hiyo ndio inakuwa kazi yake yeye, na huu ndio utaratibu wa dunia nzima, hasa dunia ya kwanza iliyoendelea. Huku dunia ya tatu ndio inawezekana ikaonekana ni jambo la ajabu, lakini kiuhalisia ni jambo ambalo lipo kwenye modern football. Na kwa kuwa Simba Sports Club ni timu inayoona mbele, tumelazimika kufanya hayo mabadiliko. Tunaamini na wengi pia watatufuata huko. Sasa huyu tumemsikiliza ni meneja wa idara ya habari ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akizungumza kuhusiana na swala zima la meneja mkuu, meneja mpya huyo wa Wekundu wa Msimbazi Simba, kocha Dimitri Pantev, ambaye rasmi umemtangaza hivyo kama meneja mkuu. Tika, tuanzie hapo. Umemsikia Ahmed Ali alivyoiweka hiyo, kaiweka vizuri kabisa, imekaa sawa sawa, au kwako ina ukakasi kwa namna ambavyo umemsikia? Kwangu mimi ukakasi upo kwenye mifumo tunaotumia sisi Tanzania. Ndiyo. Na kwa sababu I'm so familiar sana na shughuli za ukocha, kwa sababu na practice, najua kocha unazungumza nini, meneja unazungumza nini. Unapomtambulisha Tigana ni meneja wa taasisi fulani, na Utigana ni kocha wa taasisi fulani, najua unamaanisha nini. Ndiyo. Sasa otherwise Simba wawe wanakwenda kwenye kitu kipya, introduction ya kitu kipya. Lakini cha kwanza cha kuweza kusema kwamba wao wanamtambulisha kama meneja, ina maana wanabadili yale majukumu ambayo alikuwa nayo kocha katika siku za nyuma ndani ya Simba, anakwenda kwenye eneo la pili la kibiashara zaidi. Wanasema kwamba meneja katika mchezo wa mpira wa miguu ni yule anayo connect taasisi ya michezo na majukumu mengine ya development ya uchumi kwa hiyo taasisi husika. Ndio maana unakuta kina Sir Alex Ferguson, labda unaangalia kina Mzee Hassan Wenger, walikuja kama meneja wa vilabu. Wenger katika kitu ambacho anatajwa kama shujaa wa Arsenal wa muda wote ni pale alipenda kujenga uwanja wa Emirates kutoka Haibal. Maana yake amedevelop taasisi kwenda kibiashara zaidi. Ndio majukumu yake. Sasa coaching yeye ni kudevelop skills na mapambano ya kiufundi na mbinu kwenye timu kwenda kwenye kupata matokeo. Sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Anachozungumza kwamba Pantev anakwenda kuwa meneja wa Simba, maana yake ataondoka pia kwenye majukumu, atafanya kazi kwenye majukumu ya benchi la ufundi, lakini ataenda zaidi kwenye biashara zinazohusisha klabu. Natakiwa iwe hivyo. Ndio natakiwa kuwa hivyo. Una oversee kila program inayoitakiwa kwenye taasisi, ndio maana anakuita manager. Una oversee majukumu yote ya kitaasisi.
Yes, sisi wenyewe ni taasisi kubwa hapa tulipo, lakini unajua kuna level ya kitaasisi. Kuna jambo linaishia level hii, kuna jambo linachukuliwa hapa, kuna jambo linapelekwa juu zaidi mpaka kwa mtu wa mwisho. Lakini unavyozungumza kwenye football, utofauti wa manager na utofauti wa coach ndio unaanzia hapo. Coach atadili na development ya tactics, techniques na mambo ya mchezo huko. Atafikia kwenye ukomo wa kibiashara. Ukimtaja manager ataconnect kwenye upande wa kwanza na upande wa pili wa kibiashara za. Tigana, mengi yamezungumzwa toka Pantev ametua, na ya bahati nzuri hata mwenyewe alizungumza na akasema kwa muda huu mfupi hawezi akabadilisha mambo mengi, atafanya kazi na hao waliowakuta na vitu kama hivyo, ambalo wakati mwingine ni jambo zuri. Lakini sasa turudi kwenye swala la msingi ambalo tunalizungumza leo. Maanake mpaka Simba wanafika kusema huyu atakuwa meneja mkuu ni kwa sababu ya kukosa sifa za kuwa kocha mkuu wa Simba. Sasa Simba waliposhtuka kwamba tunakwendaje sasa? Lazima tuende na Pantev, tunakwendaje? Hebu twende na umeneja mkuu ili hawe kwenye benchi afanye kazi kama meneja mkuu, kwa sababu hizo sifa za kuwa kocha mkuu hana. Yes, kwa vigezo vinavyotakiwa nchini vinampa shaka yeye, kwa sababu CAF walikubaliana kwamba coaches wote wanaotoka nje ya shirikisho lao, kwa maana shirikisho la CAF, lazima wawe na qualification inayotamkwa kwa neno pro. Yani kwamba una A diploma pro. Yes, neno pro lazima liwepo. Ukiwa na A diploma ya UEFA without pro, manake kwa huku chini wanatafuta equivalence, inaonekana ni kama diploma B ya CAF, ambao B kwa taratibu za ndani huwezi kuwa head coach kwenye bench. Umeona? Sasa kama unatoka shirikisho jingine, una leseni yako, kwa mfano UEFA huko, CONMEBOL, CONCACAF, AFC kwa maana Asia, katika leseni yako inatambulika neno pro. Maana yake huko wakifanya equivalent to CAF lesson A, maana yake wewe unaweza kuwa head coach huko. Ndio changamoto ambayo inakwenda kumpata bwana Pandev. Sasa basi sijui dhamira au dhana kwenda kumuita manager kama ni kutaka kuescape hili swala, lakini unaweza kurudi nyuma ukaona hata alipokuwa anafanya kazi Gaborone kwenye timu ambayo alikuwa anafanya, bado utambulisho wa bench lao la ufundi linaanza na neno manager. Na nyuma previous amekuwa kwenye unajua amefanikiwa sana kwenye futsal kuliko football 11. Sijui kama watu wamenoti hichi. Yani ni master wa ile tunasema futsal. Football ya watu watano ile ambayo inachezwa almost indoor. Yes, toka nyumbani kwao Bulgaria huko, mafanikio makubwa sana. Kwenye football 11 amekuja miaka karibuni. Yes, kwa hiyo hapo unaweza kaanza kupima we mwenyewe. Lakini kwenye hiyo miaka ya karibuni ndo kapata ubingwa wa Cameroon. Naam. Na akapata ubingwa wa Botswana. Kwa hiyo kwa muda mfupi pia amefanya kitu ambacho kinaonekana. Kwenye CV kinamuongezea kitu kikubwa sana. Sawa, tutakuja baadaye. Sasa atapoanza kukaa kama meneja mkuu itakuwaje? Atakuwa na pale uwanjani akisimamia timu. Maana yake itabidi awe nasimama anatoa maelekezo, wakati Matola ndo atambulika kama kocha mkuu. Alafu tuone mara meneja ndo muda wote yupo anafanya hizo kazi. Haitokuwa na shida kwa wanaosimamia mpira wa Tanzania. Bodi, manake ligi yetu hapa manake inasimamiwa na bodi, lakini pia hata huko michuano ya kimataifa kama watakuwa ni meneja lakini muda wote anaonekana ana act kama kocha mkuu, je, haitokuwa na shida yote? Hayo tutakuja pia tupate nafasi ya kuzungumza. Msikilizaji, nilikwambia kwamba pia tuna mgeni ambaye ni shabiki wa Simba na anafahamika hivyo, Nasr Samir. Nasr, karibu sana bwana. Ndio, karibu sana. Na tumeanza kuzungumza haya Simba kwa sababu na wewe mwenyewe pia ni mtu wa Simba. Ndio. Mmempokea Pantev kama meneja mkuu wa klabu ya Simba. Hili ni jambo jipya kwenye klabu yenu. Meneja wa boli. Meneja wa boli. Meneja wa boli. Acha nimpe heshima yake kwanza. Dimitar Pandev amezaliwa tarehe 26 mwezi Juni mwaka 1976. Sawa. Ametokea Varna, Bulgaria. Ana urefu wa futi 5. Kabla ya kuwa kocha alikuwa mchezaji na akacheza kwa mafanikio pia. Sawa. Na moja ya vilabu alipopita tunaita Chelno au Kelno au Chelno. Sparta Varna.
Mwanzo wake kuwa meneja au kocha, kuwa kocha timu ya vijana ya Vanna City. Baada hapo akaajiliwa na timu ya kama kocha msaidizi Al Ahly. Amefundisha vilabu 5 hapa Afrika. Ndani ya miaka 5 kwenye hivyo vilabu 5 ameweza kuvipa ubingwa vilabu 2 wa nchi tofauti tofauti. Victoria United kutoka Cameroon. Ndio. Na Gaborone kutoka Botswana. Ndio. Kitu kikubwa ambacho Simba wamefanikiwa, wamemchukua mtu mwenye kofia 2. Moja mchezaji. Na moja anaweza kusimama kama meneja au kocha. Unapokuwa na mchezaji ukiwa na maana gani? Alicheza zamani. Alicheza zamani. Sasa wao makocha wanakuja mara nyingi kama makocha ambao walicheza zamani. Na mwenye kofia kwamba anaweza kuvaa bukta, track na viatu, akamwambia ilitakiwa ipite pale, akamuonesha mfano. Bado ana nguvu hizo za kufundisha. Alikuwa kiungo. Vitendo. Alikuwa yani wako makocha ambao pia walicheza mpira zamani. Yes. Lakini unakuta labda kwa sasa hivi anafundisha kwa hana hizo nguvu za kusema anaingia uwanjani moja kwa moja na kuonyesha. Lakini huyu ana uwezo wa kuingia na kumuonyesha mtu piga hivi. Unachomaanisha? Yes. Yule mwanaume ana miaka 49 lakini yuko fit. Sawa. Anaweza kuvaa track, akamwambia ilitakiwa ipite pale. Sasa nataka nikuonyeshe napitaje. Akamuonyesha mfano inapita vipi. Hiko ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni muumini wa mfumo wa 4-3-3 attacking. Timu zote anazokuwa yeye, ukiangalia Gaborone, anaamini sana kwenye kushambulia. Na timu zake zote wanakuwa wakali kwenye kushambulia kwa sababu anaamini kwenye kushambulia ndio kwenye kuwin match. Anataka muda wote timu yake iwe inafanya pressing, muda wote wanafika kwa wakati, muda wote wanakuwa wako fit. Sawa. Hizo sifa zake zote anazo. Tunakuja kwenye swali la msingi. Yes. Mmepokeaje kusikia ni meneja mkuu? Yaani kwa sababu nyinyi mlikuwa mnategemea mnaletewa kwenye nafasi ya kocha. Sasa huyu ni zaidi ya kocha. Huyu ni meneja mkuu. Hiyo kwanza tunataka kufahamu wewe umeipokeaje? Mimi nimeipokea vizuri. Nimepokea vizuri kwa furaha kwa sababu anakuja kuungana kwenye benchi la ufundi, na hata yeye maneno yake ukiyasikia anasema sikuja kuchukua nafasi ya mtu yoyote hapa, nimekuja kuungana na wenzangu ili tufanye vitu vizuri. Amekuja na mtu mmoja lakini na uwezekano wengine kuongezeka baadaye. Kwamba naamini Matola yuko pale, alikaa na team pre-season, atapata ushauri kutoka kwa Matola na vitu vingine vitavyoendelea kwa hiyo na Simba ile ambayo kampa tena, nipe mbaya nikupe nzuri. Haya yanayozungumzwa kwamba hana sifa za kuwa kocha mkuu, na ndio maana viongozi baada ya kuona hilo wakaona wageuze awe meneja ili aweze kukaa kwenye benchi, na Matola atabaki kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba kutokana na sifa alizokuwa nazo tofauti na Pantev. Hiyo ndio nasema kama Simba hamjaona kwamba viongozi wenu wamewaangusha. Sifa ni kwamba hana kigezo, hana pro, hana A. Ndio. Mechi ya kwanza ya Simba hakuwa kwenye benchi. Akachana cheza na Gaborone, Botswana, hakuwa kwenye benchi. Ndio. Mechi ya pili Gaborone walimsajili kama meneja. Sawa. Akawa kwenye benchi. Bado ilionyesha timu kuwa na nguvu vile vile, tena kubwa zaidi. Ninachoamini kwamba uwepo wake pale utaleta nguvu kubwa, mipango, kila kitu italeta nguvu kubwa sana kwa Simba. Na kurudi na ni mtu ambaye ni muumini wa ule mfumo wa Simba wanaotumia. Ni mtu ambaye anataka timu yake iende kasi, ishambulie kwa kasi na muda wote wawe fit. Sawa, huyo ni shabiki wa Simba, lakini pia nazungumza namna ambavyo Dimitri Pantev ameingia kwenye kikosi cha Simba na nafasi ya umeneja mkuu. Tega, tulisema nitarudi kwako sasa, na swali langu la hapo kuhusiana na Pantev atapofanya kazi, Matola ndo atakuwa kocha mkuu, yeye atakuwa anasomeka kama meneja mkuu, wakina Patrick Roymamu nao watakuwa pale kama wanamsaidia yeye. Lakini sana napokuja kwenye mechi uhalisia ni kwamba yule ndo kocha mkuu kwa Simba. Itakuwaje sasa? Sababu meneja tunajua ana majukumu yake. Ukimtambulisha mtu kama meneja kwenye benchi, huwa na majukumu yake ya kufanya, kuandika kadi zile zinapotoka, kumbukumbu zile na vitu kama hivyo. Lakini sasa huyu itabidi muda wote naye asimame, aelekeze. Huo ukakasi utachukuliwaje na wenye mamlaka ya mpira? Kwanza kwenye mamlaka ya soka, before match kuanza, kuna kitu naita team sheet. Ndio. Team sheet ni karatasi yenye orodha ya wahusika wa mchezo kutoka kwenye klabu mojawapo. Kwa hiyo nyinyi mnapochukua zile form mnaenda kujaza kwa kuainisha players wenu wa siku hiyo, hususani na benchi la ufundi pia kama lilivyo likitambulisha nafasi za watu kwenye benchi la ufundi. Labda unaona Tigana head coach,
Majid assistant coach, rafiki yetu hapa Mwarabu wa Simba, yes, labda third au second assistants, physio, fitness coach, mpaka manager wa timu. Manager wa timu ambao katika system tunaoitumia hapa Tanzania unamtambulisha mtu asiye kuwa na taaluma ya coaching. Yes, anasimama pale kama manager, maana yake maybe ana taaluma yote ya administration football, yani labda administrations, kwa maana utawala zaidi kuliko kwenye panel ya ufundi. Pale ndo kakaangu Rehemamu yupo siku zote Simba Sports, the same Walter Harrison kwa upande wa Yanga, wana nafasi hizi ambao si wana taaluma wa moja kwa moja kwenye coaching. Sasa hii inakuwa ni something new kwa Pandev kutambulishwa kama manager. Akitambulishwa kama manager, je, system yetu ya mpangilio huo wa orodha wa wahusika wa mchezo inatambua manager wa kwanza alafu na manager kama Rehemamu kwenye nafasi yake? Maana yake kuna moja atatakiwa kudrop. Je, kama ni Rehemamu, maana yake mipaka yake ikoje? Anaweza kushauri kitu kwenye benchi la ufundi, sawa, lakini kwenda kusimama kwenye technical area akatoa labda maelekezo kwa wachezaji, instruction yoyote, haruhusiwi kwa sababu sio mwanataaluma. Sasa hapa ndio suppose ametambulishwa kama manager kwenye ile nafasi ya Rehemamu, maana yake ni ngumu kwenda kwenye eneo la kiufundi. Otherwise ufundi atautumia mazoezini tu, na pale kwenye bench atampisha mhusika mkuu ambaye atatambulishwa kama bench kwenye team sheet. Lakini anaweza pia yeye akatambulishwa kama manager na akakaa tu akafanya kazi za manager. Maana yake yes, hiyo nafasi hiyo ipo. Maana yake manager aliyopo hata takiwa kukaa pale. Huwezi kuwa na pair ya manager wawili. Sawa, Pantev anaweza akakaa kwenye bench lakini akawa anafanya kazi za manager kwenye bench. Hawezi kufanya kazi za ukocha kwenye bench. Yes. Si hajauishwa. Samiri, ikiwa ndio hivyo, amuoni kwamba mtakuwa na kocha mazoezini, lakini kwenye mechi huyo ni meneja, manake anabidi akae afanye kazi za kimeneja, awaachie Matola na wasaidizi wake. Sasa ndio wanatamba pale mbinu zote, jinsi ya kupanga kikosi, jinsi tunaenda kumkabili mpinzani namna gani, zote Pandev watakuwa wanahusika. Matola atakwenda kupokea tuzo, atakuwa anasimama yeye pale, lakini kila kitu kitakuwa kinamhusu Pandev. Kwa hiyo pale mechi ikianza kwenye benchi, wana Simba wajue kwamba Pandev atakuwa muda wote kakaa tu. Kama mimi tulivyokaa na mkongwe hapa, ni rahisi kukwambia Majid, mwambie mkongwe Majid afanye kitu fulani. Kwa mtu kwa nyinyi Simba wajanja tu mna meneja kocha? Hapana, mbaya ni ile kocha akiwa juu kule jukwani mpaka ampigie simu mkongwe, nataka tufanye kitu fulani. Lakini kama niko hapa na mkongwe, hebu mwambie afanye kitu fulani, mwambie Mpanzu asogee juu, ni rahisi sana. Kwa kikosi, tekniki, kila kitu sitakuwa tunamhusu Pandev. Matola atakwenda kuchukua tuzo, na inawezekana akachukua tuzo afakaleta. Mwalabu, unajua uwaga kuna mzuka ile, unaona mmeshambuliwa sana, unasahau hata kama wewe ndio meneja, mara ushainuka, mara ushaanza kuelekeza. Sasa yule ni professional. Professional coach. Yani yule, na hicho kitu soma la kwanza kikifanya, alishakifanya akiwa Gaborone, pia akiwa hapa Taifa, kwamba walimsajili kama meneja, ndio maana akakaa kwenye benchi, alikuwa anasimama sawa, kwani anatoa na maelekezo kabisa. Wapo mameneja ambao pia wanasimama wanatoa, lakini wanarudi wale wanakuja, kama alivyosema mkongwe, wanapokezana. Yes, kama alivyosema mkongwe, hawezi kuwa na mameneja watatu au wawili kwenye bench moja. Kwa hiyo mwisho wa siku unaiona nafasi kabisa ya Pandev iko pale. Lakini mtu ambaye atasimama kama kocha, na CAF itamfahamu kama kocha, TFF itamfahamu kama kocha, ni Matola. Na kitu kizuri kwamba wenyewe tumeona Matola mwenyewe amebadilika. Tumeona mechi ya juzi na Namungo, vitu vikubwa na mbinu kubwa. Amekuwa na kocha, amekaa na makocha wengi zaidi ya 5 wakiwa ndani ya makocha wa ndani ya nchi na nje ya nchi, kwamba anaonesha sasa ni namna gani naweza kupanga kikosi changu, naweza kufanya sabu zangu, naweza kutumia technique zipi. Sawa, huyo ni nasa, na kikubwa zaidi tukiwa natazama ujio mpya wa mwalimu Pantev. Lakini watu wanasema Pantev bisho sana, matatu na nini, ereni pia, wakati mwingine kuna picha zile zinaonekana mtu wa siga, yani anaonekana mtu wa bata sana, yani wako mashabiki huyu tutawezana naye kweli huyu? Yule jamani muungwana sana. Unajua unamjulia wapi kujua ungwana wake? Mimi ni mtu wa mpira. Hapa hata sasa ukiniuliza kuhusu wapinzani wangu nitakujibu vizuri kama mpira, wala twende kwenye kumjua kwamba ni muungwana. Yule jamaa, unajua kocha yote ambaye anatoka
anakuja kuanza safari yake mpya, au meneja anakuja sema angekuja na watu wake kumwambia mtu fulani simtaki, mtu fulani simtaki. Lakini kitu kikubwa ambacho alichozungumza yeye ni kitu cha ungwana, kwamba nimekuja kufanya kazi na sijaja kuchukua nafasi ya mtu yoyote. Nitaungana na benchi la ufundi na naamini tutafanya vizuri na tukiwa na wachezaji wetu hawa. Amekuja na mtu mmoja akiamini, anasema inawezekana. Hajahakikisha kama kuna mwingine tunaweza tukaungana naye. Anasema pia kwake ni fursa kuwa timu kama Simba. Simba ni timu kubwa Afrika hapa. Ni timu ambayo iko kwenye Big 5. Unazungumzia hapo, unamzungumzia Mamelodi, unamzungumzia Esperance de Tunis, unamzungumzia Al Ahly, Pyramid, unamzungumzia na Simba. Watu wakubwa katika soka la hapa. Kwa maana akipata nafasi kama hiyo kwake ni kitu kikubwa, ni kama bahati kuwa pale. Kabisa. Tega, na mimi ninachoamini ni kwamba Simba wametumia ujanja wa Pantev kumtangaza kama meneja mkuu kutokana na kukosa sifa za yeye kuwa kocha mkuu wa klabu. Sasa hii inaweza kuchukua kwa muda gani? Mimi hiyo naiamini wazi. Yaani kwamba baada ya kugundua kwamba huyu sasa tukimtangaza kama kocha mkuu wa timu na hivi vigezo ana, huku mbele itatusumbua. Hebu twende na umeneja mkuu kwa muda wakati anajiweka sawa sawa, ili baadaye sasa atakuwa yuko full sasa kama kocha mkuu, ama atakuwa ni meneja mkuu lakini ambaye atakuwa pia ni kocha mkuu. Ndio ambao wanafanya wenzetu. Mfano wakina Wenga unawataja hapa na sehemu nyingine huko ambao makocha wanaitwa mameneja, maana yake tayari ni makocha wakuu lakini pia ni mameneja wa timu. Maana yake wana sifa zote. Sasa huyu sifa ya kuwa kocha mkuu kwenye timu hana. Kwa hiyo ndio maana Simba wamepitia kwenye kivuli hicho cha umeneja mkuu. Na hili awe sasa ana sifa za kuwa kocha mkuu, awe juu ya Matola kwenye bench, atatakiwa afanye nini kwa wakati huu ambao anakwenda kuanza kazi? Ni kurejea darasani, iwe nchini Tanzania kusoma diploma A ya CAF, au la hasha kurejea nyumbani kwao na kusoma pro. Diploma yake ambayo itampa leseni ya pro. Maana yake sasa ndo anaweza kurejea kuweza kufanya kazi kwenye qualification hizo ambazo zina mahitaji moja kwa moja kwetu. Lakini kozi ya CAF kwa sasa hivi hapa Tanzania inaendelea. Kwa hiyo tayari watu wako darasani. Diploma A. Diploma A, si ndio? Naam. Sasa labda ikitokea labda nchi nyingine anaweza pia akaomba huko. Akaweza kusoma pia hiyo diploma A ya CAF. Yes, ndani ya Afrika anaweza. Sawa. Na akishajisajili tu kusoma hiyo, nasikia kwamba ana uwezo wa kupewa na leseni pia ya kuwa kocha mkuu kwa muda ule ambao atakuwa ameanza kusoma. Hiyo inawezekana. Ukapata leseni katika muda ambao wewe umesajili kwenda darasani, kwa sababu kule kwetu tunafanya nadharia na vitendo. Nadharia na vitendo ukiacha kwenye center ambao mnafanya diploma A yenu, kwamba mtakuwa na muda wa kufanya nadharia na vitendo, lakini kuna vile vitendo vya kwenda kufanya attachment kwenye timu. Yes, unaondoka mwalimu unakwenda kwa mwalimu ambaye ana timu ya kwanza na level ya juu kuliko wewe, ana timu ya ligi kuu, ndio unakwenda kufanya attachment ili upate mwongozo. Sasa kwa kuwa yeye anayo tayari, manake ana level hiyo, manake atarudi kwenye klabu yake. Zile siku ambazo manake zile ziko kwenye moduli 1, moduli 2, moduli 3, mnaitwa mnafanya labda siku 10, then mnarudi kufanya practical kwa siku kadhaa, then mtaitwa tena kwenye awamu nyingine. Maana yake wewe sasa utakuwa unakwenda una activate mpaka utakapokuwa umemaliza. Badala ya kurudi kwenda kufanya attachment kwa mwalimu mwingine, utarudi kwenye klabu yako kwenda kufanya attachment pale pale. Sawa, hiyo imekaa vizuri. Unataka kuongeza kitu? Kwenye huo utaratibu. Sababu utaratibu uko yani ndio umewekwa hivyo na wenye mpira wao. Of course upo kitaalamu, mimi siwezi kubadilisha, siwezi kupindisha sheria. Itabidi tu apite huko. Lakini mimi ninachoamini kwamba kila mtu anaitakia Simba heri na Simba mafanikio. Uwepo wake pale ni kuongeza nguvu katika klabu yetu. Sawa. Kwa hiyo viongozi wako wamefanya jambo la maana sana, 120%. Kwa sababu kwa nini nasema hivyo, nimekuuliza viongozi wako wamefanya jambo la maana. Kwa mtu anaweza kujiuliza, sasa kama walifika tu ya kuongea naye, kuingia naye mkataba, wakati kumbe ana sifa mpaka tuingie tena mfumo mwingine wa meneja mkuu, uone kwamba viongozi labda walikosea. Ngoja niwaambie mashabiki wenzangu wa Simba, wapenzi wa Simba. Simba kabla ya kumsajili Pandev wameshajua kila kitu. Simba ni klabu kubwa hapa Afrika, haiwezi kwenda kumsajili kocha kuingia naye mkataba bila kujua vigezo na vitu walivyokuwa navyo. Watafanya nini? Simba wamemsajili Pandev ni kwamba wanajua kabisa huyu ni ana vyeti hivi na hivi na hivi, na tunamtaka kwa sababu ya 1, 2, 3. Kwa ubora wake na uwezo wake ndio umekuja pale. Sio eleli wala sio tatu wala sio uwezo wala sio mwili wake wala sio fiti wake. Akili yake na maarifa yake ndio umefanya mpaka awe pale na mbinu zake. Sawa.